Bwana Mbosso ameweza kukumbuka kundi ambalo limeweza kumtoa kimuziki. By the way, hapa nazungumzia kundi la Yamoto Band. Kama una kumbukumbu nzuri ukirudi miaka ya nyuma, miongoni mwa makundi ambayo yalikuwa yanafanya vizuri ya kimuziki hapa Tanzania, basi uweze ukaacha kundi la Yamoto Band, ambapo alikuwa Mbosso yeye mwenyewe, Asway, Beka na wengineo. Sasa Mbosso ameweza kukumbuka kundi lake la zamani. Hii ni kivipi? Ukitembelea pale katika ukurasa wa Instagram pale IG ya Mbosso Khan, ukitembelea pia katika zile Insta story ambazo Mbosso ameweza kuziposti, ameweza kuweka vipande short clip za verse zake ambazo alitia sound wakati yupo kwenye kundi hilo la Yamoto Band. Sasa kitu ambacho kinachoonekana hapa ya kwamba Mbosso hajasahau ni wapi alipoweza kutoka. Mbosso paka muda huu bado anakumbuka ni sehemu ipi ambayo imemfanya paka leo yeye akawepo hapa mpaka leo. Wa Tanzania tunamfahamu kwa jina la Mbosso Khan. By the way, watu wengi wameonekana kuvutiwa na kitu hichi, wengine wakidai ya kwamba kwa nini kundi hilo lisirudi, na kwa sababu wasanii hao wote sasa hivi wapo huru. Hakuna msanii ambaye yupo kwenye record label kama hapo awali. Tunafahamu Mbosso alikuwa katika record label ile ya Wasafi, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana Mbosso Khan kuweza labda wazo la kurudisha record label ya Yamoto Band. By the way, pia tunakumbuka ya kwamba baada ya kundi hilo kuvunjika, wasanii wao kuanza kuseparate na kujitegemea, pia liliweza kuundwa kundi jingine la Yamoto Band, lakini pia liliweza kufanya vizuri kama ambavyo liliweza kufanya kipindi cha kina Asway, Mbosso na kina Beka. Lakini kwa sasa hivi inaonekana kabisa kwamba yeye Mbosso anatamani zile moment, nyakati ambazo walizokuwa nazo kipindi hicho hapo kwenye ubora katika kundi la Yamoto Band. Sasa watu wengi wameonekana kupata na shauku na hamu kubwa sana ya kuona ya kwamba kundi hili la Yamoto Band linaweza kurudi, kwani tayari wasanii hao wote sasa hivi wanajitegemea. Tukianzia kwa Mbosso, kama Mbosso tayari yeye ayupo under record label, anajitegemea. Ukienda kwa Beka, yuko mwenyewe anajitegemea kwenye harakati zake za kimuziki. Labda Asway, kwa sababu Asway paka sasa hivi hatujajua kama bado yupo kwenye record label ya Sony Music ama Ra, ila kwa watu ambao wameweza kuona hizi clip video waliweza kupata hisia kali na kutamani kwa nini hili kundi la Yamoto Band lisirudi. Ni kitu ambacho watu wengi wanakitegemea kwa sababu ilikuwa ni combination nzuri sana ya wasanii hao, lakini haikuwa riziki, kundi likafa, kila mtu akaenda kivyake. Sasa lakini bado inaonekana kwamba Mbosso yeye bado anakumbuka wapi alipotoka, kwani bila Yamoto Band Mbosso tusingemfahamu paka muda huu. Huyu Mbosso Khan tusingemjua kabisa, ila Yamoto Band iliweza kumleta mjini. Paka sasa hivi ni miongoni mwa wasanii wazuri ambao wanazidi kukimbiza na nyimbo tofauti tofauti. Miongoni mwa nyimbo hizo ni Power. By the way, Power ni miongoni mwa ngoma kali ya Mbosso ambayo imemfanya arudi mjini kwa kasi sana. Ni ngoma ambayo imeweza kuishi kwa kipindi kirefu ukikompea na nyimbo nyingine za mastaa wakubwa. Power ni miongoni mwa nyimbo pia ambayo inapatikana katika ile albamu ya Room Number 3. Hivyo Mbosso Khan ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri, lakini pia ni mtu ambaye anaonekana anakumbuka ni wapi alipotoka. Of course pia unaweza kaweka comment yako hapo chini. Wewe unatamani hii joint ya kundi la Yamoto Band iweze kurudi kama hapo awali? Weka comment yako, pia subscribe kwenye YouTube channel yetu kama Fame Online ili uweze kupata zile taarifa zote za kiburudani na za kimichezo. Mpaka pale baadaye, bye bye.